بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 20 mwezi wa Dhulqaada mwaka wa 1447, katika darasa ya risala muqaddimatun fi al-aqidati as-sahiha, tulisoma katika kikao kilichopita utangulizi, na leo biidhnillah ta'ala tutaanza na taarifu al-aqidati as-sahiha kama ilivyo mada ya kitabu chetu muqaddimatun fi al-aqidati as-sahiha. Kwa hiyo tunahitaji tujiulize swali, hii aqida iliyo sahihi ni ipi? Hili ni jambo muhimu sana, na kwetu sisi tulab alilm ni muhimu sana, hasa kama walimu, tuwe tutaifahamu itikadi sahihi, kwa sababu sisi ndio tunaobeba risala ili kuwafikishia ndugu zetu Waislamu. Asa ikiwa risala kama ile unaoibeba wewe ina matatizo na ina uchafu ndani yake, bila shaka utakuwa ni sababu ya kuwapoteza wale unaowafikishia. Kwa ni wajibu juu yetu kujifunza, tujue itikadi sahihi ni ipi, ili mwanzo sisi tuielewe, tujipambe nayo, kisha tuifikishe na kwa wengine. العقيدة الصحيحة. قال الإيمان الجازم بالله، نكواميني وككاتا، بمعنى بلا يكون شك yoyote kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, wama yajibu lahu, na yale ambayo ni wajibu juu yako kwa Mola wako aliyekuumba. Kuna mambo ambayo amekuwajibishia wewe kuyatekeleza, uwajibu ulioko juu ya shingo yako kwa Mola wako aliyekuumba. Katika kitu gani? Fi uluhiyatihi wa rububiyatihi wa asmaihi wa sifatihi, katika uungu wake, bimaana katika ibada unazozifanya iwe zote utazipeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usimshirikishe na chochote. Wa rububiyatihi, na katika ulezi wake, bimaana ukampokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika kuumba, kutoa riziki, ufalme wake na yale yanayofungamana na matendo yake. Allah subhanahu wa ta'ala hana mshirika naye katika hayo. Wa asmaihi wa sifatihi, na majina yake na sifa zake. كما تتضمن الإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. كما vile aqida sahihi ndani yake pia yaingia kuamini malaika na vitabu alivyoviteremsha Allah subhanahu wa ta'ala kwa mitume wake, na mitume wake wote kuamini, na siku ya mwisho ya malipo, na kuiamini qadar, khairi na shari, vyote hivi ni makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره. كذلك ينجي katika itikadi sahihi kuyaamini yote yaliyokuja katika nusus zilizothibiti sahihi katika misingi ya dini na mambo ya ghaib na habari za ghaib, ukayaamini yote haya bila ya kuwa na shaka ya aina yoyote. Tukizungumzia nususu sahiha, Qur'an imekuja kwa njia ya tawatur. Hili hatulizungumzii kwa sababu hakuna
aliye na shaka kuwa Qur'an imethibiti moja kwa moja. Twaja katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hapa ni wajib iwe ile sunna au hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ni sahihi, kwa sababu inapokuja hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yaangaliwa kwa mara mbili. Yaangaliwa katika upande, je, imethibiti au la. Tukishahakikisha kuwa imethibiti, sasa ndio tuitizama upande wa pili, maana yake ni nini. Kwa sunna yoyote iliyothibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ikazungumzia msingi katika misingi ya dini, kama kwa mfano kuamini adhabu ya kaburi na maswali watakayouliza malaika wawili ndani ya kaburi anapozikwa mwanadamu, ni jambo ambalo limekuja na kuthibiti katika sunna sahiha kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la adhabu al-qabr na naim al-qabr, kuna wengine waadhibiwa makaburini na kuna wengine waneemeshwa makaburini. Haya ni mambo yamezungumzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuthibiti, ni wajibu kuamini. Umur al-ghaib, hayo yaingia katika mambo ya ghaib. Wa akhbarihi, Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza mengi katika yale yatakayokuja katika ashratu saa, alama za kiyama na mengineyo. Sisi ni wajibu juu yetu yote hayo kuamini, kutokuwa na shaka nayo. فلا بد من اعتقاد القلب على ذلك انعقادا جازما. ni wajib kuitakidi kwa moyo juu ya hayo tuliyotaja, tena ikawa lile fundo la itikadi halina shaka ndani yake, limefungika kisawasawa. La shakka fihi wala raib, hamuna shaka ndani yake ya aina yote, kama qala ta'ala إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. حقيقة si vinginevyo, إنما أداة حصر. na ndio hapa sema hakika si vinginevyo, ni hivi tu. Wale waumini wa kikweli ni wale muamini Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, thumma lam yartabu, kisha wakawa hawana shaka katika imani zao. Ay lam yashukku fi imanihim, wakawa hawana shaka katika imani zao. Faida muhimu hapa, baada ya kueleza itikadi sahihi ni ipi, hili ni jambo muhimu sana lieleweke. min mumayizati aqidati ahli sunnati wal jamaa, katika kile ambacho chaifanya iwe tofauti itikadi ya ahli sunnati wal jamaa na itikadi nyingine, yani ikawa na tamayuz na ubora juu ya itikadi ya watu wote wengine. ittifaqu ahlihi ala al-aqida, ahli sunnati wal jamaa hawaja tofautiana katika jambo la aqida. Itikadi yao ni hii moja peke yake, wameafikiana wote ahli sunna katika jambo la itikadi. wa adamu ikhtilafihim ma'a ikhtilafi az-zamani wal makan, na ahli sunna hawakhtalifiani, pamoja na pengine zile zama zikatofautiana. Sheikhul Islam rahimahullah ameishi katika karne ya 7 ya 8. Sisi leo tuishi katika karne ya 15, lakini hakuna tofauti baina ya itikadi ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah na wanawavyuoni wa sunna waliokuwepo wakati ule na hao walioko leo, pamoja na kuwa zama zao za tofautiana. wal makan, bimaana aweza kuwa mtu yuko Tanzania kule na mmoja yuko Kenya huko na mwingine yuko Uganda na mwingine yuko Kongo na mwingine yuko Marekani
na mwingine yuko Yaman, taja utakazotaja katika nchi, Uchina na kwingineko, lakini itikadi yao ni moja peke yake, wote ni wamoja kule atakakokuwa, hawatofautiani katika aqida. Subhanallah, pamoja na kuwa hawajuani, pengine huyu hamjui huyu na wala huyu hamjui huyu, lakini wakija wakikutana hivi itikadi yao ni moja. faman kana ala aqidati as-salaf fi hadha al-asr fahuwa muwafiqun lima alayhi ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam hadhwa al-qudhati bil-qudhah bila khilaf. Kwa yule aliyoko katika itikadi ya salaf leo katika asri hii tunaoishi sisi, hana tofauti katika itikadi na masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itikadi yake iko vile vile, unyoa kwa unyoa wa mshale. Ule mshale mwisho uwekwa manyoa yakapangwa vizuri kabisa. Ukipanga vibaya tu kidogo hivi, ule mshale wewe utakuwa wapiga kulia wenda kushoto, sio upanga vizuri kabisa. Basi hivyo hivyo, bimaana nyayo kwa nyayo, hawatofautiani wanaoishi leo na masahaba wa mtume sallam katika itikadi ya salaf, hakuna tofauti. Kinyume na itikadi za mirengo mingine, nitawapeni mfano. Itikadi ya as-sufia, khurafiyuna wale ambao leo wameenea kila mahali, sio itikadi ya masahaba. Ukitizama yale mambo wanaoyazungumza hayafanani na itikadi ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu kuna tofauti katika itikadi hapa. I'tiqadi ya rafidha shia haifanani na itikadi ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wao wakufurisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa hawako katika njia yao. Lakini anaitakidi itikadi ya salafu salih katika asri hii tunaoishi, hana tofauti na kile walichokuwa kiitakidi Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali na wengineo katika masahaba radhiyallahu anhum ajma'in. Ukitaka kujua au ukitaka kujua ukweli wa maneno haya, sikiliza maneno huu mwanachuoni Qawamus Sunna al-Asbahani rahimahullah. وقد وصف قوام السنة الأصبهاني رحمه الله هذا الأمر فقال، akieleza hili jambo asema: ومما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق. na katika dalili inaonyesha kuwa ahlul hadithi ambao ndio ahlus sunna ndio watu wa haki, annaka law tala'ta jami'a kutubihim almusannafati min awwalihim ila akhirihim, kuwa ukiangalia na kusoma vitabu vyote walivyoviandika kuanzia wale wa mwanzo mpaka wa mwisho, qadimihim wa hadithihim, wale wakale na wale waliokuja baadaye, ma'a ikhtilafi buldanihim wa zamanihim, pamoja na kutofautiana nchi zao na zama zao, wa tabaudi ma bainahum fi diyar, na kuwa wako mbalimbali baina yao katika majumba, wale waishi kule hao waishi huku, wa sukuni kulli wahidin minhum qutran min al-aqtar, ukamkuta kila mmoja katika wao pengine ameishi nchi ya mbali huko, huyu kaishi Afrika, yule mwingine kaishi Uarabuni, mwingine kaishi kule Andalus Spain, kule Europe, katika wanaovioni wakati huo, kila mmoja aishi sehemu ya mbali. Ukisoma vitabu vyao wote hawa, wajadtahum fi bayani al-i'tiqadi ala watiratin wahidatin wa namatin wahidin, utawapata katika itikadi wako katika njia moja, mfumo wao ni ule ule mmoja, hawatofautiani kabisa. Yajidduna ala tariqatin la yahiduna anha, utaona wamesimama katika njia, hawapindi katika ile njia ya sawa, aljadda, wako wote katika njia moja. Wala yamiluna fiha, hawamili katika ile njia, hawayumbi, wako katika njia moja wote. Sasa
itikadi waliokuwa nayo wale waliopita ndio ile ile ilivyo leo. Asije mtu akakudanganya. Kwa mfano, muamala wa ahlul bid'ah wakati wa salaf ni tofauti na leo. Kivipi? Kwa sababu wale watu wa nyuma huko bid'a zao zilikuwa kubwa, ama leo ndogo ndogo. Tunakwambia taratibu, fa innahu la yati zamanun illa walladhi ba'dahu sharrun minhu. Haya ndio maneno yazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam. Iweje wale waliokuwa karibu na salaf na bid'a zao zile zilivyokuwa mbovu na walikuwa karibu na salaf, iwe wao bid'a zao zitakuwa kubwa zaidi kuliko watu ambao wako mbali kabisa na salaf? Sisi tunasema kila miaka ikisonga mbele itikadi za watu wa bid'a za wachafu zaidi kuliko zile zilizopita, bimaana hao waongeza mengine. Na hivi ndivyo ilivyo kwa kweli. Kwa ule muamala ambao wale salaf waliamiliana watu wa bid'a, ndio muamala huo huo ambao atakikana kila mtu wa sunna leo aamiliane na watu wa bid'a. Hakuna tofauti. Ukitofautisha tu utakuwa hauko katika ile njia ya wale waliopita. Wewe sasa umebuni njia yako mpya. Na ndio hapo utasikia hizbiyun wakisema hao wataka kusoma sharh as-sunna lilbarbahari kisha waitabikishe leo. Tusema itikadi haibadiliki. Ama zamani watu waamini malaika, leo hawaamini. Zamani watu walikuwa wakiamini mitume, leo waweza kukataa wengine. Jambo la itikadi halibadiliki, labakia vile vile. Ile ile itikadi ilikuwa wakati wa salaf ndio ile ile ambayo ahli sunna leo wanayo. Hawatofautiana na wao. Asema qauluhum fi dhalika wahidun, kauli yao katika jambo la aqida ni moja. Wa naqluhum wahidun, nukulu zao ni zile zile moja katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyothibiti. La tara fihim ikhtilafan wala tafarruqan fi shay'in ma wa in qalla. Huwezi kuona ikhtilaf baina yao katika chochote kile, hata kama ni kichache. Na yoyote anayewakhalifu salafiyun katika misingi si salafi. Huseme kwa lakini katika al-asma wa sifat tuko sawa, na katika tauhid rububiyya si tuko sawa. Wao pia wagawanya tauhid mara tatu. Lakini kwa mfano katika jambo la sam'a wa ta'a, kuwasikiliza na kuwatii viongozi, akhalifu, huyo si katika ahli sunna, sababu amekhalifu katika msingi miongoni mwa misingi ya ahli sunna. Kwa hawezi kuwa sawa na sisi. Huu tutatofautiana naye si katika jambo dogo, bali katika msingi miongoni mwa misingi mikubwa ya ahli sunnati wal jamaa. Na hapa ndipo watu wengi hawaielewi itikadi ahli sunna, wakaona kuwa mtu akiafikiana na wewe katika baadhi ya sehemu katika aqida ya sunna, basi kule kwingine utamfungia macho umwache sawa. La, lazima afikiane na sunna katika kila kitu, la sivyo si mwenzako. Kwa hawatofautiani katika chochote kile, hata kikiwa kichache pia hawatofautiani. Na leo mara nyingi katika makosa ambayo yafanyika na wengi wanaojinasibisha na manhaji ya salaf, utalikuta liko mara nyingi katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni huu msingi wa sam'a wa ta'a, kuwasikiliza na kuwatii viongozi maadamu hawajakuamrisha maasi. Na jambo la pili ni katika alwala wal bara, kupenda na kuchukia kwa ajili ya Allah. Waweza kumwona mtu asema mimi niko katika itikadi ya salaf, lakini muamala wake na ahlul bid'ah amelegea kabisa. Hawezi kuwa katika ahlus sunna, sababu amekhalifu katika msingi mkubwa wal wala wal bara. قال بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم، bali lau kama utakusanya yote yaliyojiri katika ndimi zao na walioyanukulu na kuyapokea kutoka kwa wale wema waliowatangulia,
wajadtahu kaannahu jaa an qalbin wahidin, utakuta ni kana kwamba maneno haya yametokamana na moyo wa mtu mmoja. Wajara ala lisanin wahidin, ni kama yamepita katika ulimi mmoja. Kisha akamalizia na kusema wa hal ala alhaqi dalilun abyanu min hadha, je, kuna dalili inayoonyesha kuwa kundi hili la ahlu sunna liko katika haki? Kuna dalili iliyo wazi zaidi ya hii? Bila shaka la. Sasa mimi nataka nitoe mifano hai ili mnielewe. Hawa khurafiyun as-sufia, ukiwatizama katika mojawapo wa mambo ambayo wameyafanya ndio msingi mkubwa katika dini kwao, msingi wa kusherehekea maulidi. Hili jambo moja tulitizame, makhurafi wote ulimwenguni wakubaliana hili jambo, hawazozani katika kuthibitisha mazazi ya Mtume salama yasherehekewa kwao. Lakini nataka utizame makini ule mfumo wa kusherehekea unaotumika Kenya wafanana na wa Tanzania. Ukiangalia tu, mimi nazungumzia nchi jirani tu, utakuta kuwa hauko sawa. Na ndio niliwahi kupiga mfano watu wakacheka. Kuna mmoja katika khurafiyun kutoka hapa Mombasa alikwenda kwenye maulidi Zanzibar, na watu wa Zanzibar kule mfumo wao wa maulidi una ustaarabu kiasi, sababu hawapendi kelele wale, hawapendi kelele. Watu wa Mombasa wapenda kelele. Huku kwetu hata zile nyimbo zao pia wanazozitunga utakuta kuwa ndani yake kuna vijembe. Mfahamu? Wale wanaopinga sijui nini, tuongezeka tu sisi, si biriani ikiwepo mtaongezeka. Kwa nini msiongezeke? Kama kuna mapilau, biriani, mtakuwa wengi. Wewe ukaona wako na wewe, kumbe hawako na wewe, wamekuja kwa ajili ya mtele. Na watu wa Mombasa nyinyi mwafahamu, kwa mtele alhamdulillah wanamsema, wasema mtele baba, hakuna kama mtele hivyo. Huyu bwana kaenda Zanzibar akakuta watu na heshima zao, pamoja na kuwa mbid'a wanaofanya, lakini huenda taratibu, hata midundiko yao taratibu, na wale wazee wale wapanga laini, wapita, waimba bila fujo. Asema mimi nimependa sana huu mfumo wa hapa. Maana yake nini? Maana yake kule kwetu tuko tofauti na hapa, kwa sababu hili jambo si dini, kila mmoja alifanya anavyotaka yeye. Ukienda Dar es Salaam kuna kundi kule ambalo ni la vijana, wale wanavyocheza katika maulidi hata ni balaa, na sina haja ya kutaja kwa ukina, kwa wale ambao washawahi kuona zile clip zao washaelewa. Ukienda katika nchi za magharibi ya Afrika, West Africa, utakuta kuwa sherehe zao ni tofauti. Kule utakuta wanawake na wanaume wako pamoja, watangamana, ayadhan billah, ikhtilat, na wacheza pamoja. Mambo ya ajabu. Hili tu peke yake la kujulisha wewe kuwa hili jambo halitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wala halikufunzwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, sababu haiwezekani. Walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, sababu halitoki kwa Allah. Ndio maana watu watafautiana hapa sana. Sasa huu mfano mmeutoa hai ili sisi tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema ya kutujalia sisi ni katika ahlus sunnati wal jamaa as-salafiyun, kuwa hatutafautiani katika itikadi yetu. Awe yule anayezungumza, anayesomesha itikadi yuko Mombasa, yuko Pongwe, yuko Dar es Salaam, markazi mfano wa Umar al-Khattab kule, awe yuko utakakotaja Madina,
au yuko Makka au yuko Yemen, kokote atakakokuwa, utakuta kuwa lao ni moja peke yake. Itikadi yao hawatofautiani katika hilo, jambo lao ni moja. Na hii wallahi ni neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala amewapa ahli sunnati wal jamaa, hawatofautiani katika itikadi. Kwa tumeelewa aqida sahiha ni kitu gani. Kinachofuata ni kuwa una haki wewe ya kujiuliza, sasa nishajua itikadi sahihi ni nini, sasa umuhimu wake ni nini? Na ndio maana maudhui inayofuata ikawa ahamiyatul aqida, umuhimu wa jambo la aqida. Na hii ni maudhui, pamoja na kuwa maneno yake waweza kuiona hapa ni safha 1.5, lakini maelezo yake marefu sana kueleza ule umuhimu wa jambo la aqida. Ndio maana naona tusimamie hapa, tuingie kwenye darasa inayofuata. Hili tutakuja kulieleza insha Allah taala kwa makini kabisa katika kikao kitakachokuja insha Allah taala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.